2026. Asante kwa kuichagua hii, asante kwa kuisikiliza miongoni mwa nyingi ambazo ungeweza kuzisikiliza, lakini umechagua kutusikiliza sisi. Ni jambo ambalo sisi tunalichukua kwa moyo mzuri kabisa, moyo wa upendo, moyo ambao ni wa kila kitu kwetu. Yani umetuonesha mapenzi nje nyingi, umeweza kutusikiliza sisi, tunasema asante, shukrani sana. Karibu sana kwenye safari ya Sauti ya Asubuhi siku ya leo, dakika 240 ambazo zimejaa kila aina ya kitu hapa ndani, vituo 8 ndani yake. Cha kwanza kinaanza mapema sana, ni utabiri wa hali ya hewa. Lakini kabla hatujaenda huko, leo ikiwa ni Juni 23 mwaka 2026, jana dunia iligubikwa na taarifa kuhusiana na kujiuzulu kwa waziri mkuu wa pale nchini Uingereza, Keir Starmer. Na Starmer anakuwa anajiuzulu na inazidi kuleta maswali, unajua, katika nafasi hiyo waziri mkuu pale nchini Uingereza, kwa sababu ndani ya kipindi cha miaka 10 hapa sasa hivi kumekuwa na kujiuzulu kwa mawaziri wakuu mbalimbali. Tutakumbuka mwaka 2016 Uingereza ilikuwa chini ya waziri mkuu Donald Cameron, na huo ndo mwaka ambao walikuwa wanaanza mchakato wao wa Brexit, mchakato wa kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya. Msuko mkubwa sana ulikuwa umepigwa pale, na ikapelekea David Cameron kutokea chama cha Conservative kujiuzulu, na ndipo ambapo akalazimika kumchagua Bi Theresa May. Kama utakuwa na kumbukumbu nzuri, msikilizaji, akarithi mikoba ya David Cameron. Lakini mwaka 2019 Bi Theresa May pia naye alilazimika kujiuzulu, na hapo Boris Johnson akachukua nafasi ya waziri mkuu pale nchini Uingereza. Aliongoza mpaka mwaka 2022, lakini kwa shinikizo kubwa kabisa naye akajiuzulu. Nakumbuka vizuri kulikuwa na hali ya sintofahamu ikiwemo masuala ya uchumi pia. COVID-19 unakumbuka ilikuwa imepita, kapiga pale, kwa mwisho wa siku ikawa ni miongoni mwa sababu pia ambazo zilipelekea kiongozi huyo kutodumu katika nafasi. Baada ya hapo akaingia kiongozi mwingine ambaye hakudumu sana, na nafikiri huyu pia anaingia kwenye rekodi ambayo ni ya kipekee, kwa maana ya Liz Truss. Huyu alidumu kwenye ofisi ya waziri mkuu pale nchini Uingereza kwa almost mwezi mmoja na wiki mbili, kwa sababu alikaa ofisini siku 44 tu. Baadaye naye akalazimika kuondoka ofisini, na mwaka 2022 hiyo akaingia Rishi Sunak, waziri mkuu ambaye alidumu kwenye nafasi hiyo mpaka 2024. Na 2024 mwezi Julai, basi Keir Starmer akaja kushinda kutokea chama hicho cha Labour Party, na akaingia hapo madarakani. Tunakumbuka vizuri kabisa amekaa kwenye ofisi mpaka jana sasa, ambayo ilikuwa ni Juni 22 mwaka huu 2026. Shinikizo kubwa sana kutokea kwa makundi mbalimbali imepelekea aweze kujiuzulu katika nafasi hiyo ya waziri mkuu. Anayetizamiwa sasa hivi ni Andy Burnham ambaye alikuwa meya wa Greater Manchester, na jana alikuwa ametoka kule Manchester na kuelekea kule London kwa ajili ya kuapishwa kuwa mbunge na pia kwenda kuchukua nafasi ya kiongozi wa chama. Unajua kiongozi wa chama huyo ndiye ambaye anapata nafasi sasa ya kwenda kuongoza kwa upande wa nafasi ya waziri mkuu. Alichokisema Keir Starmer ni kwamba ataendelea kubaki ofisini mpaka pale chama kitakapopata kiongozi wake, ndipo ambapo ataondoka ofisini, lakini ni wazi kwamba amejiuzulu, hatakuwa tena katika nafasi ya kuendelea kuwa waziri mkuu. Karibu sana kwenye safari, msikilizaji, mlango uko wazi, kodi mlangoni ni 92.1. Lakini kwa wewe ambao unatufuatilia pia mitandaoni, tuko live YouTube, unaweza ukaacha comment yako. Karibu sana mpaka 4 kamili asubuhi. Naitwa Mwande. Maishani mwangu nimezivaa chapa zake Kristo, yeah. Unaponiona unamuona Kristo ndani yangu, yeah. Sikia, mimi ni mtoto wa Mungu, adui sikia, nimelibeba agano la Mungu maishani mwangu. Tunakwenda sambamba wakati jua likichomoza na mizunguko ya siku ikianza. Ni haki yako kupokea utabiri wa hali ya hewa.
dakika ya 10 mara baada